Karibu sana kwenye tafakari hii ya leo. Ni Dr. Paul Mwaipopo tokea Mwanza na kuletea mada inayosema una nafasi kubwa ya mafanikio zaidi ya ile unayoiona sasa. Wakristo wengi wamekuwa wepesi sana wa kulalamika na kulaumu, na wengine wamekuwa na hamahama makanisa mara kwa mara kwa sababu hawajui wanachokitafuta kinapatikana wapi. Unapolaumu watu wengine, maana yake ulikuwa unatarajia hao watu wengine kuwa chanzo cha mafanikio yako, chanzo cha amani yako, chanzo cha furaha yako, wakati chanzo cha furaha yako, chanzo cha mafanikio yako na amani yako inapaswa iwe Mungu. Kwa sababu Mungu wetu anaitwa Mungu wa amani na Bwana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Kwa hiyo ni jambo kubwa la kuliangalia kwamba Yesu anapoitwa mfalme wa amani, maana yake ni kwamba hakuna shida. Hakuna shida ya pesa, hakuna shida ya ndoa, hakuna shida ya hiki, hakuna shida ya hiki. Ndio maana ya amani. Sasa unapoona kuna shida na ukakosa amani, tambua kwamba uhusiano wako na Mungu haujakaa sawa. Na kwa bahati mbaya makanisa mengi sana wanahubiri, makanisa makubwa wanahubiri juu ya mafanikio, juu ya kushinda, mambo mengi sana, lakini ni mara chache sana unasikia mahubiri ya utakatifu na haki. Kwa sababu Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Isaya 54 kwamba utathibitika katika haki. Labda tuangalie Isaya 54. Isaya 54. Isaya 54. Uweze kuona kwamba haya maneno ninayokuambia siku ya leo yatakusaidia sana kuona ni muhimu sana uweze kumtafuta Mungu wewe mwenyewe kuliko kumtegemea mchungaji au wahubiri maarufu ambao umekuwa unawaangalia sana. Okay. Sikiliza Isaya 54 kuanzia mstari ule wa 14. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Unasikia? Sema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Haleluya. Huo ni mpango wa Mungu. Alafu mstari wa 17 anasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana. Huu ndio urithi wa kutoka kwa Bwana, kuishi maisha ya amani tele. Watu wengi wanaishi maisha ya wasiwasi. Unakuwa na wasiwasi, wataniibia mume wangu, wataniibia mke wangu, sijui nitapata wapi pesa, sijui nitapata wapi hela ya kulipia kodi ya nyumba. Wasiwasi mkubwa sana, na hali ya kulaumiana ndani ya makanisa imekuwa kubwa sana, kwa sababu watu hawamwangalii Mungu, wanaangalia mchungaji na wanaangalia sadaka zao. Wachungaji wanasema toa sadaka sana, toa zaka sana, toa michango sana, wanatangaza sana, usipochangia kwenye kazi ya Bwana, utakosa hiki. Wanatoa na mifano na kuna mistari yao wanaoitumia vile vile. Lakini Yesu akusema kwamba haya ndio mambo yanapaswa yapewe kipaumbele katika kanisa. Bwana Yesu anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Sasa watu wengi hawaitafuti haki. Hebu nikuulize swali. Ukitaka kujua kwamba huna tabia ya kuitafuta haki, naomba nisikilize, nakuuliza swali. Mara ya mwisho ulikasirika kwa jambo ambalo limesemwa au umefanyiwa, pale ambapo ulikuwa umekosa uvumilivu ukafanya jambo kwa haraka? Huo ni uthibitisho kwamba bado haki yako haijakamilika. Unapokosa uvumilivu, unapokosa hali ya kuvumilia jambo baya, inamaanisha kabisa kwamba hujakaa sawa na Mungu. Kwa maneno mengine ni kwamba hujathibitika katika haki. Nitakuonyesha katika video hii unakuwaje unathibitika katika haki. Kwa hiyo wahubiri wengi wanahubiri maneno hayo: Bwana atakubariki, Bwana atakufanyia hili, Bwana atakufanyia hili, Bwana atakufanyia hili. Lakini watu wanatoa sadaka, wanatoa na zaka, lakini yale mambo wanayoahidiwa hayatimii, hayatokei. Na Mungu ameliona hilo. Anasema hivi kwenye Yeremia sura ya 8 mstari ule wa 11. Anasema hivi, Yeremia sura ya 8 mstari ule wa 11, kuna maneno haya: kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu
kwa juu juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Yaani unaahidiwa mambo mengi yatatokea ukifanya hivi, unafanya yale mambo yote, halafu matokeo huyapati. Unajiuliza, kitu gani sijakifanya? Nifanye nini zaidi ili nione matokeo ya haya ambayo wachungaji wanasema, wahubiri wanasema? Nifanye nini zaidi? Ndio leo niko hapa kukuambia. Angalia mstari wa 15 wa sura hiyo ya 8 ya kitabu cha Yeremia. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema yoyote. Tulitazamia wakati wa kupona, na tazama kufadhaika tu, kufadhaika tu. Jamani, nimetoa sadaka nyingi, sijaona matokeo yote. Nimejitahidi kwenda kanisani, kufunga kwenye mikesha, nimejitahidi, sijaona matokeo yote. Hujaitafuta haki yake kwa bidii. Hujaitafuta haki yake kwa bidii. Unatambuaje kwamba una haki? Unatambuaje kwamba wewe uko katika haki? Unatambuaje? Twende kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 32. Isaya sura ile ya 32. Kuanzia mstari ule wa 14 mpaka wa 18. Sikiliza maneno haya. Maana jumba la mfalme litaachwa, mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu. Kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele, furaha ya punda mwitu, malisho ya makundi ya kondoo. Hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa litapokuwa shamba lizaalo sana, nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa, na haki itakaa katika shamba lizaalo sana, na kazi ya haki itakuwa amani. Haleluya! Kazi ya haki lengo lake ni kuleta amani. Kwa hiyo unapojikuta huna amani, mwepesi kukasirika, huna uvumilivu, manake bado hujasimama katika haki, hujathibitika katika haki. Nitarudia tena mstari wa 17. Nasema hivi, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu moyoni na matumaini daima. Na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzika penye utulivu. Haleluya! Huyu ni Mungu anayesema, sio mchungaji wako. Ni kwamba kazi ya haki ni kuleta amani. Unapojikuta huna amani, una wasiwasi mara kwa mara, sijui itakuwaje, sijui itakuwaje, wachawi wataniloga, sijui itakuwaje, nitapata wapi hela ya kulipia pango. Huo wasiwasi wote wasiwasi wote umetoka kwa Shetani, unakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Sasa Mungu hakai kwenye wasiwasi. Wanafunzi wa Yesu walipoona dhoruba wakapaniki, wakamwambia Yesu, tunakufa, Yesu tunakufa, Yesu tunakufa. Yesu akainuka, akaukemea ule upepo na bahari ikatulia. Akamwambia, imani yenu iko wapi? Imani yenu iko wapi? Ipasa nyinyi wenyewe mkemee hili jambo. Ipasa nyinyi mtulize hii dhoruba, nyinyi wenyewe iliyopasa. Imani yenu iko wapi? Nitakuwa na nyinyi hadi lini? Anawaambia Yesu. Anawaambia wanafunzi, nitakuwa na nyinyi hadi lini? Inatisha. Inatisha sana. Sasa hebu fikiria. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza inasema hivi. Sikiliza. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza inasema hivi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Narudia tena mstari huo. Umeusikia sana, najua umeusikia sana. Nataka nirudie, kuna kitu nataka nikiseme hapa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa mtu anajiuliza, mbona sina hela ya kulipa kodi ya nyumba? Karo ya shule zinashindwa kuwalipia. Hata kununua dawa hospitali nimeshindwa. Wakati Biblia inasema kwamba Bwana akiwa mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Natoa zaka, natoa hivi, nafanya hivi, nafagia kanisa, nafagia mpaka chooni. Mbona napungukiwa na hili na hili na hili na hili? Mbona napungukiwa na haya? Ujue unakosea wapi? Ngoja nikwambie leo. Wachungaji wako wamekudanganya, wanakula sadaka zako. Nikwambie leo. Huu mstari ni wa kweli kabisa. Huu mstari unasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
mstari ni wa kweli kabisa. Daudi alipoongozwa na Roho Mtakatifu kusema mstari, alisema huu akijua watu wakifuata taratibu za Mungu, wakifuata mwongozo wa kweli wa Mungu, kweli hawatapungukiwa na kitu. Mahali fulani Yesu akasema kwamba nimekuwa sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki watoto wake wakiomba chakula. Huyu ni Daudi. Anasema hivi, nimekuwa sasa hivi ni mzee, sijakuona watoto wa mwenye haki wanaomba chakula. Watoto wa mwenye haki wanakosa hela ya kulipiwa karo ya shule, wanakosa daftari. Anasema sijaona mwenye haki anakosa nauli ya daladala. Anasema nimekuwa mpaka nimekuwa mzee, sijawahi kuona mwenye haki ya kweli aliyethibitika katika haki. Anasema sijaona. Sasa tunakosea wapi? Tunakosea wapi? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ili usipungukiwe na kitu, ili neno hilo litimie, la Zaburi 23 mstari wa kwanza, ili neno hilo litimie, lazima hili lifuatwe. Tuende kwenye Yakobo sura ile ya kwanza. Yakobo sura ile ya kwanza. Yakobo sura ile ya kwanza. Hapa ndipo nitawakamata wengi wanaosema mstari bwana, mimi naona ungekuwa haumo kwenye Biblia. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana mimi sina mtoto. Nimejibisha kuzaa, wapi? Naenda wapi? Sipati mtoto. Nataka mtoto, lakini hapati mtoto. Nataka mtoto. Machangu doa wanapata mtoto, wanatoa mimba. Lakini mtu anaenda kanisani na kutoa zaka, hapati mtoto. Machangu doa wanatoa mimba. Haleluya, haleluya. Sikiliza sasa. Hapa ndipo unapokosea. Manake ni hivi, naomba nisikilize. Kama unamwogopa jongoo, nyoka utamweza? Haleluya. Kama unamwogopa jongoo, nyoka utamweza? Manake nini? Kama sijasomea Yakobo. Kwa nini nakwambia hivi? Yaani kama umeshindwa kutafuta amani ya kawaida tu, kwamba mtoto amesema hivi, ukamwita mtoto amekukasirisha, ukaongea maneno makali, sio bosi wako amekukasirisha, ukakosa amani ndani ya moyo wako. No, huyo ni jongoo. Kama umeshindwa kuwa na amani kwa sababu mtoto wako amevunja kikombe, amevunja sahani, kama umekosa kuwa na amani sababu mume wako amechelewa kurudi au hajapokea simu, unataka mtoto unataka ununue gari, unataka ujenge nyumba yako mwenyewe, umechoka kuishi kwenye nyumba ya kupanga, utaweza? Jongoo amekushinda kumshika, utaweza kumshika nyoka? Sasa sikiliza, nikuonyeshe nyoka alivyo sasa. Nyoka kama umekosa amani, manake huyo ni jongoo. Jongoo amekushinda kumshika, unataka kumshika nyoka? Sikiliza nyoka huyu. Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa pili. Anasema hivi, kwa mstari wa pili. Anasema hivi, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Sasa kwenye Kiingereza anasema trials. Na Kiingereza anasema count it all joy when you face through many trials. Yani mambo magumu. Narudia hata mstari huu. Nilikuwa nakufafanulia tu hapa. Wiki ni Kiswahili, lakini kwenye Kiingereza na Kiyunani ambayo Biblia imeandikwa inaonyesha kwamba yale mambo magumu yanayotisha. Hivi, ndugu zangu, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 3. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, yani uvumilivu. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Tarudia mstari ule wa 4. Saburi iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno lolote. Ndio ile Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa ambao hawatapungukiwa na kitu ni wale ambao wenye uvumilivu wa kiwango cha juu sana. Bila kuwa na uvumilivu wa kiwango cha juu sana, usiseme kwamba hapana bwana, ngoja nitumie ujanja wangu tu mwenyewe. Ndio wanasema kwamba jisaidie na Mungu atakusaidia. Hicho sio kweli. Kwa jambo la msingi fahamu kwamba ili Zaburi mstari wa 23 mstari wa kwanza uweze kutimia, lazima ujifunze kuwa mvumilivu, kuwa mpole, kuwa mkarimu. Hapo ndipo
lile neno litatimia. Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi? Shida iliyopo ni kwamba imani yetu imekuwa dhaifu, lakini hatujui kwamba imani ni dhaifu. Kwa nini? Tunapenda sana sifa. Hataki mtu akuseme vibaya, hataki mtu akuone vibaya. Eti kwa sababu unaishi kwenye nyumba ya kupanga unajisikia aibu sana kwa kumwambia mchungaji njoo nitembelee, kuambia marafiki zako waje kutembelee, kwa sababu unaishi kwenye nyumba ya kupanga, chumba na kasebule. Nimtembelea mchungaji mmoja, mke wake alikuwa amejifungua, ndio ameanzisha tu kanisa hivi karibuni. Kweli nilimuonea huruma, sawa. Anaishi kwenye chumba na sebule. Wana watoto wawili wadogo, sawa. Kumuonea huruma sana, akasema sawa, ndio ameanza huduma, Mungu atamfundisha, watapitia huko, sawa, atapitia huko. Kuna mama mmoja mwingine naye nimeenda kumtembelea hivi juzi, na hivyo anasali naye, anaomba sana, lakini anaishi kwenye chumba na sebule, na kasebule kenyewe ni kadogo sana. Ni kweli huyu mtu anayeomba sana anajitahidi, hakosi ibada, unaishi maisha kama yale, hivi nakosea wapi? Tena mume wake kaachishwa kazi, wanafanya kazi TANESCO. Unaweza kuona sana mume wake ni mzinzi kidogo, ndio maana kaachishwa kazi. Anyway, sijui ni nini, lakini kutokana na story mwanamke leo alinisubiria hivyo. Anyway, nataka kuzungumza ni hivi, ni kwamba usipotafuta haki ya Mungu kwa kuwa mtu mwenye saburi, mwenye utulivu ndani ya nafsi yako, Mungu hawezi kukuongoza katika yaliyo mema. Hawezi akakuongoza katika yaliyo mema. Kwa utabakia mtu kulalamika. Ni kweli unatoa sadaka, unatoa zaka, unaenda Jumapili kila siku unaenda. Ni kweli unafanya hayo mambo. Lakini Mungu atashindwa kukuongoza sababu huna amani ya kudumu ndani ya nafsi yako. Kwa sababu kutokana na Wakolosai sura ya 3, namalizia hapo. Wakolosai sura ya 3, Mungu anawaongoza watu waliokuwa na amani. Wasiokuwa na amani Mungu hawaongozi. Wanaongozwa na shetani. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15 nasema hivi: na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Sasa inasema kwamba amani ya Mungu, amani ya Kristo iamue moyoni mwenu. Lile neno iamue kwenye Kigiriki, mimi nasoma Kigiriki, sawa? Kiyunani sijileta Kigiriki. Nasoma Kiyunani. Maana yake ile iamue inawakilisha kama vile refari anasema mpira uende kwenye goli la Yanga au upende kwenye goli la Simba. Sawa, mpira umetoka. Sasa nani wa kurusha? Ndio refari ndio anaamua, bwana huyu anayepaswa kurusha, aliyotoa, aliugonga, kwa hiyo uende kwa Yanga uende Simba. Kwa hiyo amani ndio inaamua, inakuongoza. Bila amani Mungu hawezi kukuongoza. Ndio maana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Na Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema, nawaongoza kondoo zangu, sauti yangu anaijua. Unaijua sauti ya Yesu wewe? Ili akuongoze vizuri. Huna muda wa kutafakari neno la Mungu. Huna muda wa kukaa hata kukariri mistari fani kwenye Biblia, huo muda huna. Alafu nasema nimetoa sadaka nyingi, nimechangia kanisa nyingi sana, sijapata kitu chochote. Hii inatisha sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna video nyingine ambayo inakuja, usikose. Tafadhali kama unaangalia video kwa mara ya kwanza, jisajili. Sura tu, uso wako unavyoonekana unaonyesha mbele za Mungu kwamba umekataliwa, huna kibali mbele za Mungu. Sawa? Uso wako tu unaonyesha kwamba una kibali mbele za Mungu au huna kibali. Hiyo ni video inayokuja. Kwa hiyo usikose. Subscribe ili nitakapoweka video nyingine pale taarifa haraka sana. Bye bye.